Kijana uwe wa kike wa kiume, linda sana ufahamu wako, linda sana moyo wako. Angalia kile unachokisikiliza, unachokitazama mara kwa mara, kwa sababu kwenye moyo ndimo kuna imani inaanza kujengwa, lakini pia tabia zote zinazaliwa huko, na maamuzi yote yanafanyika kutokea kwenye moyo, kutokea kwa vile vitu ambavyo unakuwa unapenda kuvifuatilia, unapenda kuvisikiliza, unapenda kuvitazama. Mzazi, linda sana mtoto wako kwa kile anachokitazama, anachokisikiliza, kwa sababu moyo, ngoja nitaenda kusomea hapa, moyo ndimo zitokazo chemchemi za uzima. Naam, shalom shalom watu wa Mungu, niwasalimu kwa jina la Yesu. Niwakaribishe sana kwenye tafakari ya leo. Kama nilivyosema, kijana, mzazi mwenye watoto, linda sana ufahamu wa watoto. Kijana uliyejitambua, linda sana ufahamu wako, kwa sababu vijana wengi, watu wengi tumeharibika kwa sababu ya vile vitu, taarifa ambazo tulikuwa tukizisikia mwanzoni. Tulikuwa tukisikia nini? Tulikuwa tunasikia nini kila siku? Tulikuwa tunatokea mazingira gani ambayo yalitubadilisha, yalitufanya tuwe hivi tulivyo? Mazingira unayopitia, unachokisikiliza leo, unachokitazama leo, ndicho kitakutengeneza, kitaandaa ufahamu wako kwa ajili ya kukabili changamoto za kesho, na kitakuandaa wewe utakuwa nani siku zijazo. Kwa hiyo kitu unachokitazama, kitu unachokisikiliza ni muhimu sana. Ndicho kinakutengenezea utakuwa na tabia gani, utakuwa na maamuzi gani, utakuwa na imani juu ya mambo gani, utakuwa nani. Kwa hiyo ufahamu unatakiwa ulindwe. Ndio maana hapa katika Mithali 4:23 akasema kwamba linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Yaani uzima wako upo katika kile unachokisikiliza, kwa sababu unachokisikiliza, moyo huwa unatengenezwa na maneno unayokuwa unayasikiliza, unayokuwa unayatazama. Kama wewe mtoto, kijana alianza kurewa au alianza kuwa mraibu wa madawa ya kulevya baada ya kuanza kuingia katika makundi mbalimbali, aidha kwa kusikiliza watu wanaongea. Ukitumia madawa ya kulevya labda unapata nguvu za kufanya mambo kwa utimamu mkubwa bila kuchoka, lakini pia unaweza ukajiripua sehemu yoyote, unaweza ukawa jasiri kufanya jambo lolote. Na yeye akaanza kutumia, kujaribu. Alipoingia ndipo kuanza kuharibika. Lakini pia mtu yoyote unaweza ukaanza kuzini na wanawake, unaweza ukaanza uzinzi, ukaanza zinaa, kwa kuwa umesikiliza taarifa hizo, aidha umesikiliza mtandaoni kwa marafiki ambao unakuwa unakutana nao kila siku. Vijana tulianza kuzini kwa kusikiliza taarifa, tulianza kunywa pombe kwa kusikiliza taarifa kutoka kwenye makundi ambayo tulikuwa tukikutana nayo. Ndio maana nasema linda sana moyo wako kuliko yoyote ulindayo. Zile taarifa unazosikiliza zinakushape au zinakutengeneza wewe, utakuja kuwa nani kesho yako, utakuja kujihusisha na mambo gani. Kwa hiyo tabia yoyote ambayo imezaliwa ndani ya mtu, imezaliwa kutokana na vile vitu ambavyo alikuwa akivisikiliza, taarifa alizokuwa akizisikiliza. Kuna mtu mmoja anasema kwamba taarifa ni kama hali ya hewa. Hali ya hewa ikichafuka, kuna hatari kubwa ya watu wengi kuathirika na hiyo hali ya hewa kuchafuka. Kwa hiyo taarifa zinavyochafuka, unavyokuwa unasikia taarifa mbaya kila siku, ndicho kitakachotengenezeka katika ufahamu wako, na ndiyo itakuwa tabia yako, lakini pia ndiyo italeta wewe utakuwa na maamuzi gani. Taarifa mbaya unazosikiliza, limiti kuingia mtandaoni, limiti kusikiliza. Sikia taarifa zinazokujenga. Imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia nini? Imani katika Mungu chanzo chake ni kusikia neno la Kristo. Sasa imani unaweza ukaijenga kwenye kusikiliza taarifa za uganga na uchawi, kwamba unaamini kwamba mtu fulani wakifanywa hivi unakuwa umerogwa. Ni taarifa, imani inajengeka huko. Labda nikichukua kama mzizi fulani nikaenda kwenye interview na faulu, au nikilima nikatumia mzizi fulani na faulu, nikilima nikachukua maji ya Mwamposa ninapata mazao mengi.
ni taarifa ulizozisikiliza zina usahihi gani. Ni wewe kuchanganua, ni wewe kuchambua, ni wewe kuchanganua, nichukue ipi niache ipi. Kwa hiyo taarifa unazozisikiliza zilizojaa mtandaoni, kama kila siku unasikia taarifa za watu kuzini, za zinaa, za zinaa, lazima wewe utajawa na hicho hayo mambo kichwani, utakuwa unawaza hivyo tu. Kama kila siku unasikia taarifa za neno la Mungu na neno la Kristo, za neno la uzima, lazima wewe tayari utakuwa na habari nzuri ya wokovu ambayo inaweza ikakufanya kuwa mtu fulani bora katika jamii. Vijana wengi waliharibika kwa kusikia taarifa. Kwa hiyo linda sana moyo wako, angalia kile kitu ambacho utakuwa unakisikiliza, angalia maeneo unayokuwepo, angalia maeneo unayotokea, angalia maeneo unayotokea. Mitandao ya kijamii hii ipo kujenga au kukubomoa, ipo kukuharibu ufahamu wako au kuujenga. Ila taarifa nyingi zilizopo katika mitandao ya kijamii zipo kuharibu ufahamu wa watu. Ndio maana watu wengi, vijana wengi tunaharibika kwa taarifa tunazosikia mitandaoni. Humo ndio unakuta kila siku wewe kuingia ni kuangalia season 2, kuangalia movie, kuangalia X, kuangalia namna ya kubeti, kuangalia namna ya kuzini. Unapokuwa unasikia hizo taarifa, ndizo zinakuandaa wewe utakuwa nani. Kwa hiyo taarifa, ndio maana leo nazungumzia linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, kwa sababu ndimo zitokazo chemchemi za uzima. Lakini pia mtu sehemu nyingine anasema mtu anaongea au anasema yale yanayojaza moyo wako. Kile kiujazacho moyo wako ndicho kikutokacho. Kwa hiyo vile vitu ambavyo unakuwa unavisikiliza, unavipokea, unaviatendi, unavitazama, ndivyo vinajenga tabia yako, ndivyo vinajenga maamuzi yako ni yapi, ndivyo vinajenga imani yako ni ipi. Kwa hiyo linda sana moyo wako, linda sana ufahamu wako, linda sana unachokitazama, kwa sababu moyo ni kitovu cha tabia, imani, lakini na nini na maamuzi. Na maamuzi vyote vinaanzia moyoni. Ukisikia maneno fulani, ukiwa unatazama vitu fulani, ndivyo vinakutengenezea tabia, ndivyo vinakujengea imani, ndivyo vinakufanya uwe na maamuzi gani. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kusikiliza. Leo nilikuwa nimesoma katika ile andiko la Mithali 4:23. Basi Mungu akubariki sana. Mwenye masikio kusikia na asikie. Neema ya Kristo ikawe pamoja na nyote. Amen.